Baba yetu Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu, tunazo shukrani tunapokaribia enzi yako. Tunaliabudu jina lako, tunasema unastahili. Wewe ni mwema Bwana, fadhili zako ni za milele. Baba, ni wewe unaongoza hatua zetu siku baada ya siku. Tunajua kwamba kila siku ikipita Bwana, tunakaribia unyakuo wetu. Nawe kuna kazi unazidi kufanya katika maisha yetu, ya kufanya kila muaminio akomae aweze kuwa na kimo cha ukamilifu katika Kristo, aweze kuwa ni punje ya ngano iliyokomaa, kuonesha maisha yako na kudhihirisha kazi zako hapa duniani. Baba, tusaidie, tusiende kushoto ama kulia, lakini tuzidi kufuata hii njia ya haki. Inaomba ya kwamba utakase mioyo yetu na mawazo yetu, tuondolee dhambi zote na hatia Bwana. Tusamehe makosa yetu kwa jina la Yesu Kristo. Tuvike haki Bwana, tuishi maisha matakatifu katika kizazi ambacho kimejaa giza. Mungu wetu, katika mkutano huu ninaomba ya kwamba kwa njia ya Roho Mtakatifu utanena na kila mmoja wetu. Najua yale yote tunahitaji, basi linakualika uweze kuyashughulikia. Na baada ya mambo yote Bwana, sifa na utukufu zirejee kwako, maana tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ningetaka tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Isaya mlango wa 6. Isaya mlango wa 6. Tusome mstari wa 1 mpaka wa 9. Nasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, huyo alikuwa ni mfalme wa Yuda, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti katikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kara moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani, naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Bwana aongeze baraka. Tunaweza kuketi. Baada ya kusoma maandiko hayo katika Isaya mlango wa 6, ningetaka kuongea juu ya utaratibu wa kiungu kwa kila mteule. Divine order in the life of every elect. Utaratibu wa kiungu kwa kila mteule. Najua Mungu ni Mungu wa utaratibu. Si Mungu wa utatanishi, ni Mungu wa utaratibu. Ndio sababu nasikia Paulo akisema mahali pengine, kila kitu kifanywe kwa njia ya heshima na utaratibu. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa utaratibu,
hafanyi mambo yake kiholela, lakini yanafanywa kwa utaratibu, na sio utaratibu wa binadamu, lakini ni utaratibu wa kiungu. Na ili mambo ya Mungu yaweze kutendeka, jambo la kwanza ni kuweka utaratibu. Ili mambo ya Mungu yaweze kwenda mbele, lazima pawe na utaratibu. Kwa mfano, bi harusi hawezi kunyakuliwa kabla hajakamilika. Lazima ingie katika utaratibu. Utaratibu pale ni kukamilika, aweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo, ili sasa kutoka hapo tukio la unyakuo liweze kutendeka. Ndio sababu katika ujumbe mmoja ambao unaitwa kujaribu kufanyia Mungu kazi pasipo mapenzi yake, nabii anasema kuna mambo matano ambayo lazima yawepo ili isemekane kazi ambayo inafanyika ni kazi ya Bwana, na kama hayo matano hayapo, kazi ambayo anafanya mtu si ya Bwana. Anaweza kuwa na juhudi, lakini kazi anayofanya si ya Bwana. Anasema lazima hilo jambo la kwanza, anasema lazima hilo jambo liweze kuwa la kimaandiko. Uweze kufanya kitu nje ya maandiko na utazamie Mungu akibariki, lazima iwe ni wakati wake. Jambo la pili wa kufanya jambo hilo, uweze kufanya jambo nje ya wakati. Lazima yawe ni majira. Katika huo wakati kuna majira. Kuna majira mengi katika kizazi. Kwa hivyo lazima yawe ni majira ya kufanya jambo hilo. Na ni lazima hilo jambo litendeke na yule mtu ambaye ameteuliwa. Sio kila mtu anaweza kutenda jambo. Lazima iwe ni yule mtu ambaye ameteuliwa, na ni lazima lidhibitishwe na Roho Mtakatifu. Mambo haya matano lazima yawepo ili isemekane kazi ambayo inafanywa ni kazi ya Bwana. Isemekane ni kazi ya Bwana. Na tunaweza kumuona huyu kijana hapa, alikuwa nabii Isaya. Ni mtu ambaye alikuwa ameteuliwa na Mungu aweze kuchukua ujumbe na kupeleka kwa nyumba ya Yuda, na hata kuleta ujumbe kwa mataifa. Na huyu mtu katika ujumbe wake, katika kitabu chake kimejaa ahadi za kimasihi, vile ambavyo Masihi atakuja, vile ambavyo atakuwa sadaka, vile ambavyo atakuwa mtawala. Mambo hayo yote, hakuna mtu ameandika mambo mengi ya ahadi za kimasihi katika Biblia kama Isaia katika Agano la Kale. Alitakiwa kuja na ujumbe huu ambao umejaa ahadi hizi za kimasihi, lakini kile ambacho kilikuwa kinaendelea ni kwamba alikuwa anatazama mtu asiyefaa, ya kwamba huyu mtu ndiye kielelezo chake. Alikuwa anatazama mtu asiyefaa. Unaona? Na ndio sababu hatutaki kuangalia watu, tunatakiwa kuangalia Bwana wetu Yesu Kristo. Alikuwa anatazama huyu mfalme ambaye alikuwa anaitwa Uzia, mfalme wa Yuda. Na huyu mtu kisoma habari zake katika Wafalme wa pili mlango wa 26, unaweza kuona vile alikuwa amefanikiwa kama mfalme. Ametawala miaka 52 huko Jerusalem. Ameinua Israeli sana kiuchumi. Alikuwa na mambo mengi sana ambayo wafalme wengine hawakuwa wamefika kiwango hicho. Ili mradi alisalia akiwa mfalme, Mungu alimbariki kwa njia kuu sana. Lakini siku moja akaona ya kwamba anaweza kuvamia kazi ya kuhani, na yeye si kuhani, yeye ni mfalme. Yeye si Mlawi, ametoka kabila la Yuda na sasa amevamia kazi isiyo yake. Na haijalishi mtu anaweza kubarikiwa kiasi gani, lazima uwe mwaminifu kwa Mungu mpaka mwisho. Usijaribu kubadilisha nafasi yako ingie mahali ambapo Mungu haja kuandalia, kwa sababu ya hamu. Najua ambition, hamu ya kibinadamu, ya kwamba nina hamu ya kufanya hili ama lile, ninaona nikiongeza hili ama lile nitaniletea hadhi zaidi, heshima zaidi miongoni mwa watu. Usifanye jambo kwa sababu ya hamu yoyote. Lazima uwe umewekwa katika hiyo nafasi na Mungu. Na hakuna mtu anaweza kujichagulia mahali atafanyia kazi. Ni Mungu anachagua na anakuweka katika nafasi fulani. Na usianze kuona kama hiyo nafasi ni duni eti kwa sababu wengine wana nafasi tofauti. Hicho ni kitu kimoja ambacho kinakula kanisa la Mungu aliye hai. Mtu anakosa kuridhika na nafasi yake. Anaona kama ningekuwa katika ile nafasi ya ndugu fulani ama dada fulani, ninaweza kuheshimika zaidi. Jambo la kwanza sio heshima tunatafuta kufanya mapenzi ya Bwana. Na jambo lingine ni kwamba
wakati ambapo tunafanya kazi yoyote, sio kwa ajili ya utukufu wetu, ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana ambaye amekukirimia hiyo huduma ama hiyo karama. Na Uzia wakati alivamia hii kazi ya kuhani na akachukua chetezo, anaenda kufikisha uvumba, makuhani ambao hiyo ilikuwa ni kazi yao na ni ofisi yao, watu 80 wakaja wakijaribu kumrekebisha, kumwambia umekosea, Musa hakufundisha hivyo, hiyo sio kazi yako. Walikuwa wanajaribu kumrekebisha kwa sababu hiyo ilikuwa ni ofisi yao na ni wao wanajua vile inafaa kuendeshwa. Tena kuhani alikuwa kuhani kwa sababu ya kuzaliwa katika nyumba ya kikuhani. Ni kama vile siku ya leo biharusi hawezi kuwa biharusi kwa kujiunga na kanisa. Tunakuwa biharusi kwanza kwa sababu tuliteuliwa. Na baada ya kuteuliwa, majira yakifika, Mungu akiuita, unazaliwa mara ya pili, uingie katika mwili wa siri wa Yesu Kristo. Unaingia pale ndani, the mystical body. Unazaliwa mara ya pili, unakuwa kiumbe kipya, sio kujiunga na kanisa. Ndio sababu nabii anasema ubatizo wa maji unakuleta kwenye kusanyiko. Tunakutambua kama ndugu na dada ambaye amemkiri Bwana, ametubu na amebatizwa ndani ya maji kwa jina la Yesu Kristo. Lakini sharti uende kupita hapo, uingie ndani ya Kristo, uzaliwe mara ya pili. Ubatizo wa Roho Mtakatifu kwenye nafsi yako unakuingiza ndani ya mwili wa siri, mahali ambapo hakuna nafiki anaweza kuingia, mahali ambapo hapana aina tatu za waaminio, pana aina moja, na hiyo aina moja ni wateule wa Bwana. Kwa hivyo hii kazi ya kuhani nayo, hungejiunga na hii kazi, lazima ungezaliwa katika ukoo wa Lawi ama kabila la Lawi, na kisha ule ukoo wa Aaron wa makuhani uzaliwe mle ndani. Huwezi kujiunga, huwezi kuvamia. Na wakati hawa makuhani walienda kumrekebisha kwa sababu ilikuwa ni ofisi yao, wakaenda kumrekebisha. Na hiyo inatuonesha ya kwamba wakati Mungu anaweka ndugu ama dada katika nafasi yoyote, huyo ndugu ama dada anapatiwa neema ya kujua kuendesha mambo ambayo yanahusiana na kazi hiyo. Kwa hivyo akikwambia hili halifai, unafaa usikize kwa sababu ni yeye amepatiwa hiyo kazi. Tukiwa na hiyo heshima, basi mkwaruzano miongoni mwa waaminio hautakuwepo tena. Kwa sababu nitatambua ya kwamba hiyo nafasi ni Mungu alikupatia. Na hiyo nafasi una neema ya kutosha ya kutekeleza yale ambayo yanahusiana na hiyo nafasi. Kwa hivyo ninafaa nisikie vile unasema kwa sababu wewe ndiwe Mungu amepatia neema ya hiyo kazi. Tukitambuana miongoni hivyo, mashindano na mkwaruzano unaondoka miongoni mwa waaminio. Na mwili wa Yesu Kristo unakuwa na uwiano, kwa sababu kila mmoja ameingia katika nafasi yake, wala hakuna mtu ambaye anatamani kuchukua nafasi isiyo yake. Kazi ya Mungu si kwa kutamani. Kazi ya Mungu ni Mungu anakuweka katika hiyo nafasi. Na Mungu alikuteulia hiyo nafasi kabla ya misingi ya ulimwengu. And never feel insecure. Usifike mahali uone ya kwamba ni kama una wasiwasi, hujiamini, kwa sababu unaona ni kama mwingine atakuweka kivuli ama nafasi yako itachukuliwa. Usifike mahali kama hapo. Kwa sababu nabii anasema hata watu wakijaribu kuiga nafasi yako hawawezi kuingia katika hiyo nafasi. Hiyo nafasi ni Mungu alikupatia. Na uwe mwaminifu katika hiyo nafasi. Na usione kana kwamba ukiachiwa nafasi nyingine unaweza kufanya kazi ya maana sana. Nabii anatuambia juu ya kijana mmoja ambaye alikuwa anasema, alikuwa na miaka 12. Anasema yeye anataka kuwa mhubiri. Gawa ni kijana mdogo. Na anasumbua baba yake sana. Baba yake alikuwa ni mchungaji, anasema angetaka kuwa mhubiri. Na anataka kuwa mhubiri. Na anataka kuhubiri na anapatiwa nafasi. Na siku moja ikasemekana basi tumpatie nafasi tuone. Yeye kwa sababu ni mfupi, hata hii pulpit hangeonekana vizuri. Kwa hivyo kuna kitu aliweka hapa ili akanyage aweze kuja juu watu waweze kumuona. Na alipokuja kasalimu kusanyiko na kisha akasema tufungue Biblia zetu. Akasoma mahali fulani katika Biblia na kisha akaomba, alafu akaanza kuangalia watu. Akaangalia watu akasema it cannot work. It cannot work. Hawezi kufanya kazi. Naona labda kama hangefanywa hivyo siku zote angekuwa anasema ya kwamba wanakataza huduma yangu ifanye kazi. Lakini wakati alipatiwa nafasi ikashindikana. Hatufanyi mambo haya kwa sababu ya hamu.
Tunafanya mambo haya kwa sababu ni Mungu anakuweka katika hiyo nafasi. Na siku ya leo tuko wakati wa Waefeso. Na Waefeso ni kuweka kila kitu mahali pake. Ni kuweka mambo katika utaratibu wa kiungu, tukiwa chini ya malaika wa Bwana ambaye ni kiongozi wa kanisa. Waefeso ni sawa na kitabu cha Yoshua. Yoshua ni agano la kale. Waefeso ni agano jipya. Waefeso ni kumiliki baraka zote za kiroho. Yoshua zilikuwa ni baraka za kawaida, ni ardhi. Lakini katika Yoshua tunaweza kuona wakati alifika Yeriko, malaika wa Bwana akashuka pale na upanga, na akasema yeye ni kiongozi wa majeshi ya Bwana, ni yeye alikuja kuchukua hatamu juu ya Israeli akiwa kama kichwa cha mwili, maana mwili ni kanisa lake na Israeli ni mfano wa kanisa, na malaika huyu amekuja achukue utawala aweze kuwaongoza. Na tukija agano jipya, Kristo ndiye kichwa cha kanisa na tuko chini ya himaya yake. Ni yeye anatuongoza vile ambavyo anaona yafaa. Na huyu mtu wakati alikuja kurekebishwa, badala ya kunyenyekea akapatwa na kiburi. Wale watu ndio wako katika ile ofisi. Wanamwambia umefanya vibaya kwa sababu hiyo sio kazi ya mfalme. Umeingia katika kazi ya kuhani na hiyo sio ofisi yako, na Mungu hakukuitia hiyo kazi. Ulikuwa unaendelea vizuri ukiwa katika nafasi ambayo Mungu alikujalia. Umetawala miaka 52 hapa Jerusalem, lakini sasa umefanya vibaya, umevamia kazi ambayo si yako. Badala ya huyu mtu kunyenyekea, na unajua muaminio ni mtu ambaye ukioneshwa hili ni neno unafaa kunyenyekea. Si kuanza kubishana na yule ambaye anakuambia, kwa sababu hata huyu ambaye anakuambia sio neno lake, anakuambia tu vile maandiko yanasema. Muaminio akioneshwa neno ni mtu ambaye ananyenyekea, na sio kuleta visababu na sio kuleta hoja. Ananyenyekea kwa sababu amesikia ni neno la Bwana. Na wakati unaongea juu ya neno la Bwana, kila mmoja wetu anafaa kutetemeka mbele ya neno hilo, kwa sababu ni sauti ya Mungu. Wakati alikuja akaambia unafanya kosa, badala ya kunyenyekea akapatwa na ghadhabu na kiburi. Kwanza akashindwa, hao ni akina nani wanakuja hapa kunirekebisha? Mimi ndiye mfalme. Mimi ndiye mfalme wa Yuda, nimetawala hapa nusu karne, miaka 52. Hawa ni akina nani wanakuja kunirekebisha? Si akina nani wanakuja kukurekebisha, ni kama kile wanakuambia ni neno la Mungu. Nabii anasema hivi, anasema katika ujumbe, inaweza hata kuwa ni mhudumu, na yule mhudumu uwe humpendi kwa sababu yeye labda si staili yako, labda hajasoma kama wewe, unaona, labda anagugumiza wakati anaongea. Lakini nabii anasema hata hivyo ni lazima uheshimu hiyo ofisi. Inaweza kuwa ya kwamba yule ambaye amekaa kwa hiyo ofisi wakati huo si mtu unayependa, hata hupendi personality yake, lakini lazima uheshimu hiyo ofisi kwa sababu ni ofisi ya Mwenyezi Mungu. Na unajua usipoheshimu huduma yoyote, hakuna baraka unaweza kupata kutokana na hiyo huduma. Hata ukiketi hapo miaka mingapi, unapoteza wasaa. Lazima uheshimu hiyo ofisi hata kama hupendi yule mtu, kwa sababu ni ofisi ambayo Mungu aliweka pale. Wala si wewe ulichagua, ni Mungu alichagua na akaweka huyo mtu pale. Sasa nimpende nisimpende, siwezi kumtoa katika nafasi yake. Na ninafaa kuheshimu hiyo nafasi kwa sababu ni kazi ya Bwana. Sasa huyo alidharau hawa watu, kashindwa hawa ni wakina nani? Labda wengine hata walikuwa maskini sana, hawa makuhani. Na wakati alianza kuonesha kiburi na wanamwambia juu ya neno badala ya kunyenyekea, hukumu ya Mungu ikampiga kwenye kipaji hapa. Na unajua Mungu huwa anapiga mahali ambapo panakosea. Hapa panaonesha kujiinua. Ndio sababu Kaini aliwekwa alama hapa, kwa sababu aliinua mawazo yake kuliko neno la Mungu. Wakati analeta sadaka isiyo na damu, ni mawazo yake ya kidini alikuwa anainua kuliko neno la Mungu. Ndio sababu aliwekwa alama hapa. Wakati Jeroboamu mfalme wa Israeli alienda kumpiga nabii, mkono wake ulikwama na ukapooza, kwa sababu hiyo ni desturi ya Mungu ya kwamba analeta hukumu mahali ambapo dhambi inatendeka. Na huyu naye amejiinua kuliko neno la Mungu, akapigwa na ukoma hapa. Na mkoma alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatengwa na wale wengine wote, asingekaa pamoja na wengine. Na wakati aliona hukumu ya Mungu imempiga, na hawa wakaanza kumtoa kwa haraka ili asilete najisi kwenye hekalu,
Biblia inasema hata yeye aliharakisha kutoka kwa sababu anajua hukumu imemwangukia, na akaenda na akatengwa na akaishi pale mpaka kufa kwake. Na hapo ndipo sasa wakati huyu nabii kijana aliona hivyo, na huyu mtu ndiye alikuwa shujaa wake, yeye ndiye alikuwa kielelezo, role model, akafa moyo na akasema matumaini yake yote yamekwisha. Ya kwamba nilikuwa natazama huyu mtu ndiye amekuwa shujaa kwangu, na sasa amefanywa hivyo, sasa mimi nimeisha, sina matumaini wala sina mwingine wa kutazama. Wakati huyo mtu alikufa, Mungu akafungua bingu ili Isaya jambo la kwanza aweze kuona yule mfalme wa kweli, na mfalme wa kweli ni Mungu Mwenyezi. Na jambo la pili aweze kuona serafi ambaye ni mtumishi wa kweli kule mbinguni. Kwa hivyo aone mfalme na aone mfano wa mtumishi wa kweli, kwa sababu yeye katika huduma ambayo atakabidhiwa anatakiwa awe kama huyo serafi. Kaona Mungu ameketi kwenye hekalu mbinguni na amezungukwa na vazi lake na malaika pale. Wale malaika nabii anasema ni vazi lake, vazi lile nabii anasema ni wale malaika ambao wanamzunguka pale. Maana maandiko yanasema vazi lake lilikuwa limejaa hekalu, na anasema ni wale malaika ambao wanamzunguka. Sijui ni wangapi wamewahi kuona nabii akisema ya kwamba huduma tano ni vazi la Mungu. Anasema they are God's dress wear. Anasema hivyo kama unasoma ujumbe. Anasema pale Mungu alikuwa amezungukwa na vazi lake. Anasema ni wale malaika ambao wanamzunguka. Na akamuona serafi, ni kiumbe cha kimbinguni, na serafi huyu alikuwa na bawa 6. Kwa mabawa 6, mawili alikuwa ni ya kufunika uso, mawili ni ya kuruka kwayo, na mawili yanafunika miguu yake. Na nabii ametuelezea maana ya mambo hayo yote. Kufunika uso ni kicho, ni heshima ya hali ya juu sana, kumheshimu Mwenyezi Mungu. Kufunika miguu yake pale ni kunyenyekea. Huwezi kufanya kazi ya Mungu bila kicho na bila kunyenyekea. Na akaona mawili ni ya kufanya kazi, kuwa katika huduma ya Bwana kila wakati. Huwezi kujifunika na mabawa 6, kwa sababu hiyo inamaanisha ya kwamba hakuna kazi utafanya. Unasema tu ni kuheshimu Mungu. Huwezi kuruka kwa mabawa 6, kwa sababu inamaanisha ni mtu aliye na juhudi sana anafanya kazi, lakini hana heshima na hana unyenyekevu. Lazima iwe mawili unajifunika kwayo, ni kusema kuna kicho kwa Mungu, na mawili ni miguu, kusema ya kwamba kuna kunyenyekea. Nabii anasema kunyenyekea ni kukubali neno liingie ndani yako, badala ya mawazo yako neno liingie ndani yako. Kunyenyekea si kama vile kasisi wa Katoliki anaweka mikono hapa na kusema njoo nimpokee sakramenti takatifu. Huko sio kunyenyekea. Hiyo ni fake. Kunyenyekea ni wakati unakubali neno la Mungu liingie ndani yako, mawazo yako yawekwe kando, na kisha uweze kuwa katika kazi ya Bwana. Sasa shida ya huyu mtu Uzia mfalme, alikuwa anajaribu kuruka kwa mabawa 6. Nafanya kazi sana, amekuwa mfalme, sasa ameingia kazi ya kuhani, mabawa 6, kwa sababu hakuna kicho cha Mungu na hakuna kunyenyekea. Ni kazi tu. Na ndio sababu alipigwa na ukoma. Ni lazima tuwe na balance. Lazima tuweze kuwa na balance kama waaminio. Tuweze kumheshimu Mungu kwa njia kina sana, tuweze kunyenyekea, na hiyo ni kuachilia neno lichukue nafasi ndani yetu, na tuweze kuwa katika kazi yake daima. Wakati Isaia aliona mambo hayo, akaanza kutubu dhambi zake. Ole wangu nimekwisha, kwa sababu nimemuona mfalme. Na wakati uwepo wa Mungu unakuja kwa mtu, hapo si wakati wa kurukaruka. Ndio sababu unasikia nabii akisema kuna tofauti ya uwepo wa Mungu na baraka za Bwana. Wakati upako unaingia katika kusanyiko na wandugu na wadada wanaanza kucheza katika roho, na hiyo ni vizuri, mimi naamini hiyo, lakini hizo ni baraka za Bwana amemimina. Utu wa Mungu ni tofauti. Akija pale huwezi kurukaruka. Hata unaweza kupoteza ufahamu, kwa sababu ni utu wake umeshuka pale. Unaona akina Danieli vile ambavyo iliwe inafanyika kwao. Yule mtu akimjia nabii mpaka nywele zake zinasimama, kwa sababu ni uwepo wa Mungu, ni utu wake umeshuka pale. His divine person. Unaona jambo hilo? Sasa Isaia akasema nimeisha, ole wangu nimemuona mfalme.
na mimi ni mtu mwenye dhambi, ninasema maneno yasiyofaa, na wale watu ambao tunaishi nao ni watu wanasema maneno kama hayo. Unaona, maneno yasiyofaa unajua akinenwa yanadhuru mioyo ya watu, na ili mtu anene maneno yoyote ni kuonesha hiyo ndio hazina ya moyo wake. Kwa hivyo ni dhambi kama mtu ananena maneno yasiyofaa, ni kumaanisha chemichemi yaliyo nayo katika nafsi yake ni dhambi. Na akasema, ninaishi miongoni mwa watu walio na midomo michafu, kusema wanasema maneno yasiyofaa, ole wangu nimeisha. Nabii anasema jambo la kwanza ilikuwa ni kukiri. Akaungama. Maungamo ndio yanatangulia. Huwezi kwenda mahali popote na Mungu bila kuungama. You must confess. Na wakati una deal na Mungu, usijaribu kuficha jambo lolote. Kwa sababu unaweza kuficha jambo kutoka kwa wanadamu, lakini huwezi kumficha Mungu. Anania alijaribu na Safira ikashindikana. Kwa sababu hatimaye Petro alimwambia, ni Mungu umedanganya, sio sisi. Na akafa kwa sababu ya jambo hilo. Mungu anataka unyofu wa moyo. Uweze kuungama, Baba nisaidie. Nimeona udhaifu wangu. Nimeona dhambi zangu. Nisaidie na siwezi kujificha, na msaada wote uko nawe. Biblia inasema kama mtu amepatikana katika dhambi, tuna Yesu Kristo aliye mtetezi na ambaye ni mwaminifu. Yule Kristo mwenye haki atatutetea wakati ambapo unaungama. Lakini usijaribu kuficha dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu anajua kila kitu. Na Isaya akaungama akasema, ole wangu. Na Mungu anapendezwa na mtu ambaye anaungama. Anapendezwa na jambo hilo. Nabii anasema hapa kuna mambo matatu: maungamo, kutakaswa na kutumwa kwenye kazi. Anasema confession, cleansing, commission. Jambo la kwanza akaungama, akakiri, akatubu. Na serafi akatumwa na kaa la moto kwenye makoleo kutoka madhabahu ya mbinguni. Akamtakasa, midomo yake ikaguswa, kaambiwa dhambi yako imeondolewa. Na sasa kutoka hapo sauti ikasema, nani atatuendea? Nani atatuendea? Kasema, niko hapa, niko tayari. Naona wakati alitakaswa kwa moto ni namna ama ni mfano wa ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto ambao unaondoa dhambi katika nafsi ya muaminio. Kama tu vile mitume waliambiwa wasihutubu neno popote mpaka wajazwe na uwezo kutoka mbinguni. Isaia naye ametakaswa na kaa la moto, mfano wa ubatizo wa Roho Mtakatifu kuweza kuondoa dhambi ili aweze kutumwa sasa. Wandugu na wadada, tunahitaji Roho Mtakatifu ili tuweze kuondolewa shina la dhambi. Yale mambo yanatulemea yaweze kutolewa nje ya maisha yetu. Na hatuwezi kama binadamu bila Roho Mtakatifu. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Tunahitaji kwenda zaidi ya kuwa mshirika wa kanisa. Tunahitaji Roho Mtakatifu akuingize katika huduma ya Bwana. Tunahitaji Roho Mtakatifu aweze kukuletea nia ya Yesu Kristo na uweze kuwa na kiongozi wa maisha yako. Tunamhitaji kwa dharura. It's a matter of urgency. Na hakuna kingine ambacho kinaweza kutusaidia isipokuwa Roho Mtakatifu. Hatuwezi kuwa na kimo cha Yesu Kristo bila kuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Kwa sababu nabii anasema ni yeye anakuongoza kuweza kuwa na hicho kimo. Anasema wakati unapata zile sifa, nguvu na maarifa na mambo hayo yote, unaona zinafanywa cementing. Ni kama mtu ambaye anaweka simiti hapo, na anasema hiyo cementing, kuweka simiti huko, ni Roho Mtakatifu anafanya hivyo. Ni Roho Mtakatifu anaunganisha ili uweze kuwa unit, kitu kimoja kizima cha Bwana. Tunahitaji Roho Mtakatifu. Na Isaya hapa akatakaswa kwa moto kutoka mbinguni, si moto wa kibinadamu, ulitoka kwenye madhabahu. Na siku ya leo tunahitaji kutakaswa, sio kwa kanuni za imani, sio kwa theolojia, sio kwa maarifa, lakini ni kwa moto kutoka kwenye madhabahu ya Bwana. Na wakati alitakaswa na wito ukatolewa, nani atatumwa? Akasema, niko tayari. Kwa sababu huduma yetu inaimarika na inakuwa kamilifu wakati tunajazwa kwa Roho Mtakatifu. Ndio sababu unasikia kando na kuzaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu pia ni nguvu ya kufanya kazi. Yeye ndiye anakuzaa mara ya pili, na yeye ndiye uwezo wa kufanya kazi ya Bwana. Kwa hivyo akaingia kwenye kazi, akaandika kitabu ambacho kinaonesha Biblia yote.
kurasa 66. Biblia ni vitabu 66. Ukisoma Isaia kutoka 1 mpaka 39 sawa na vitabu 39 vya Agano la Kale, unaweza kuona ni mambo ya Agano la Kale. Ukianza mstari wa mlango wa 40, na unajua Mathayo ni kitabu cha 40, mwanzo wa Agano Jipya, unaona Yohana Mbatizaji akiletwa pale na Isaia. Na pale katika Mathayo tunaona Yohana Mbatizaji akitangulia Yesu Kristo. Baadaye Yesu analetwa, baadaye Isaia 53 ni Calvary. Tunaenda hivi, Isaia pale mwisho inasema nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Ni kitabu cha Ufunuo kule mwisho. Kwa hivyo huyu mtu wakati alikiri dhambi zake na akatakaswa, aliandika Biblia yote, na hiyo Biblia imejaa ahadi za kimasihi, messianic promises. Akaingia katika kazi kwa sababu ametakaswa. Na hiyo inamaanisha ya kwamba wakati Isaya alikuwa anamwangalia Uzia mfalme kama kielelezo chake, alikuwa nje ya utaratibu wa Mungu. Najua Kiswahili hakina maneno mazuri sana kama Kiingereza. Kiingereza unajua kuna hili neno inaitwa alignment. Na kualign kitu ni kuweka kitu kwa mstari mmoja. Kupimanisha hivi vitu vinakuwa kwa mstari mmoja. Sasa Isaia alikuwa nje alignment wakati alikuwa anaangalia Uzia. Lakini wakati huyu mtu alikufa ili mbingu ifunguke muone Mungu, akawekwa mstari mmoja na Mungu. Mapenzi ya Mungu yakaingia kwake, ndio sababu alitumwa, kwa sababu amekuwa aligned na Mungu. Na sasa haongozwi na kiongozi wa kibinadamu, anaongozwa na Mungu akiwa mbinguni. Nabii anasema ile radar, kama ile ambayo inaongoza traffic ya ndege kule kwenye uwanja, anasema yetu haiko hapa duniani, yetu iko mbinguni. Tunaongozwa na radar kutoka mbinguni. Sasa unaona, Isaia akawekwa katika mstari mmoja na Mungu, akaingia katika utaratibu wa kiungu aweze kufanya kazi ya Bwana. Ndio sababu Bwana Yesu aliambia wanafunzi wake, japo amewapatia kazi ya kulihutubu neno lake na kufanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu, lakini kwanza akawaambia wasifanye hiyo kazi mpaka wazaliwe mara ya pili, ili waweze kuwa na umoja na Yesu Kristo, waweze kuwa katika utaratibu wa kiungu. Paulo anasema baadaye, sasa sio mimi ninaishi, na ile imani niliyo nayo ni imani ya mwana wa Mungu, na sio mimi ninaishi, ni Kristo anaishi ndani yangu. Kwa sababu amewekwa katika utaratibu wa kiungu, amewekwa chini ya Kristo aweze kufanya mapenzi ya Kristo. Na akiwa katika hali hiyo yuko chini ya Roho Mtakatifu, ndio maana wakati mmoja angetaka kwenda kule Asia, lakini Roho Mtakatifu aliye ndani akamkataza, akamwambia aende kule Macedonia. Lazima tuwekwe katika order ya kiungu. Unaona? Ni nini tunaweza kujifunza kutokana na hili jambo la Isaya? Sikia vile nabii anasema, kwa mfano hapa katika ujumbe. Ujumbe huu ni mojawapo wa zile jumbe zinaitwa ushawishi, influence. Ushawishi wa moja juu ya mwingine. Kuna jumbe kadha zinaitwa hivyo, lakini theme, maudhui ya ujumbe ni ile ile, lakini alihubiri katika sehemu tofauti tofauti. Na anasema hivi hapa ujumbe huu, na hapa ni mwezi wa 8 mwaka 63. Nitaanza kusoma kutoka tuseme aya 62. When a man gets a place where he can influence for God, he ought to humble himself all the time constantly. Ukifika mahali brother sister una ushawishi juu ya watu, miongoni mwa watu, miongoni mwa waaminio, unafaa kuwa mnyenyekevu kila wakati. Umeanza kuwa na ushawishi, watu wanaona una hii huduma, una hii neema, umekirimiwa hivi, basi unafaa kuwa na unyenyekevu. And we find out this king died in disgrace, a leper. Tunaweza kuona huyu mfalme, kusema Uzia, alikufa kwa njia ya aibu akiwa ni mkoma. Then he was a lesson to the young prophet not to put his hopes upon any man but look to God only. Na ikawa ni funzo kwa huyu nabii kijana, asitumaini mtu lakini aweke matumaini yake kwa Bwana peke yake. When he began to look at the man for an example, this man failed yet being a good man. Wakati alianza kuangalia binadamu ili binadamu aweze kuwa kielelezo, huyu binadamu alishindwa, alianguka, alipungukiwa, na hata hivyo alikuwa mtu mzuri. So it is a lesson to us tonight to keep our minds upon God regardless of what man it is. Kwa hivyo ni kwetu sisi ni funzo ya kwamba tuweze kuweka nia zetu kwa Bwana, haijalishi huyo mtu ni nani.
Let him be cardinal, priest, prophet, whatever he might be, he is not immune from mistakes and error and even death and sin. Haijalishi kama ni kardinali, kuhani, nabii, yeyote, yeye si kusema ya kwamba anakinga dhidi ya kufanya makosa, lakini anaweza kufanya makosa na hata kufa na kuingia kwenye dhambi. But there is one who is, and that is Jesus Christ. He is the one. Lakini kuna mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Huyu hawezi kufanya makosa. By this Isaiah learned a lesson. God orders his man to his place. Na Isaiah akajua Mungu ndiye anaweka mtu katika nafasi yake. Huwezi kujiweka nafasi yoyote katika uchumi wa Mungu. Na huwezi kuingia kwenye nafasi yote kwa sababu ya hamu, ambition. Huwezi. A man has no right to take up and say, well, hakuna mtu ana haki ya kusema hivi. Kwa mfano, I would make an easy living if I was a minister. Nafikiri naweza kupata maisha ambayo ni bora zaidi, labda nipate fedha kama ningekuwa mhudumu. I believe I will study the ministry, na kwa hivyo nitaenda kusomea kuwa mhudumu ili nipate pesa kwa njia ya urahisi. I believe I will do this or the other, na nitafanya hivi na vile. I believe if I can impersonate this gift that God has given, na kama ninaweza kuiga hiki kipawa ambacho Mungu ametoa, I would have great campaigns and so forth. We see that so much of that today. Kama ninaweza kuiga hiki kipawa, ninaweza kuwa na mikutano mikubwa. Anasema hakuna mtu ana haki ya kufanya jambo kama hilo, kwa sababu si hamu inatuongoza. Sikia vile nabii anasema, God orders a man to his place. Ni Mungu anaweka kila mtu, kila ndugu, kila dada kwenye nafasi yake. Usiingie mahali kwa sababu ya hamu. Na hiyo ndio sababu hata wale ambao wanasema wanataka kuingia katika worship team, ama tuseme kikundi cha waimbaji, huwa tunaongea hapa na wao na brother Kairu. Tungetaka kuongea na kila mtu binafsi. Jambo la kwanza ajue ni huduma ya Roho Mtakatifu, sio entertainment. Kwa sababu kuna mmoja ambaye anaweza kuingia pale akidhani ni burudani tu, kuentertain watu. Naona sio burudani, ni huduma ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo inatakiwa awe ameongozwa na Bwana, si kwa sababu ati anaona wale wengine wanaimba na kwa hivyo hadhi yao inainuka sana, status yao inainuka miongoni mwa waaminio. Sasa angetaka kuingia kwa msingi huo. Yeye akifanya hivyo inaonekana haelewi. Itaonesha haelewi. Lazima uwe ni mzigo umewekwa ndani yake. Na aelewe ya kwamba si entertainment, lakini ni huduma ya Roho Mtakatifu. Na si usimame hapa ili uweze kuonekana. Hatuji hapa kwa sababu tunatafuta likes ama ili tuweze kuonekana. Tunakuja hapa kwa njia nyenyekevu, tukiwa na mabawa sita, kwa sababu tunamtumikia Bwana. Tuelewe jambo hilo. Ni Mungu anaweka kila mtu mahali pake. Na nikijaribu kuingia mahali pasipo pangu, nitaanguka. Na hakuna matokeo nitaleta. Na nitakuwa nikifanyia Mungu kazi bila ya kuwa mapenzi yake. Amen, church. Wacha sasa nisome hapo tumalize. Wacha tumalize hapo. Anasema, but when you find Isaiah found a lesson here that God places his man himself. Isaiah hapa akajifunza ya kwamba ni Mungu anaweka mtu mahali pake. God does a placing and he never made this man a priest. Ni Mungu anaweka kila mtu katika nafasi yake, na hakufanya huyu Uzia kuwa kuhani. He made him a king and he ought to abide a king. Alimfanya mfalme na huyo alifaa kusalia kama mfalme. He must not try. Isaiah learned here that you must not try to take another man's place. Isaiah akajifunza ya kwamba hutakiwi kujaribu kuchukua nafasi ya mwingine. Then when he saw that his great hero had come to this disgrace and went down and died, Isaiah felt then pretty near all hopes for him was gone. Wakati aliona shujaa wake, kielezo chake, ameishia kwa aibu na ameenda chini na akafa, Isaiah akaona ya kwamba matumaini yote yameisha. So he went down to the temple one day to talk it over with the Lord. Kwa hivyo akaenda siku moja pale kwenye hekalu aseme na Bwana baada ya kuona hayo. And that is where the vision happened. Na hapo ndipo aliona Mungu katika lile ono, akaona mbingu imefunguka na akamuona Mungu. Kimaanisha yule mtu alikuwa kizuizi. Yule mtu alikuwa kizuizi, anazuia huyu kuona Mungu.
Na wakati unaweka chochote hapa baina yako na Mungu, wewe unaabudu sanamu. Kwa sababu nabii anatuambia sanamu ni chochote ambacho kinakuja kati yako na Mungu, kinakuwa pazia. Badala ya kuona Mungu, unasimama unakwama kwa hii sanamu. Na sanamu inaweza kuwa hata ni mtu mwingine, ama ni kitu ambacho unapenda kinakuzuia kuona Mungu. Lazima tuende kupita sanamu zote. At the temple he saw the one that he was supposed to be looking at all the time. Na kule kwenye hekalu akamuona yule ambaye alikuwa anafaa kumwangalia kila wakati. Lakini badala yake alikuwa anaangalia Uzia badala ya kuangalia Mungu wa mbinguni. In the temple he saw in a vision God sitting high on a throne, exalted way in the heavens, and his train was with him. Kamuona Mungu kule mbinguni kwenye kiti cha enzi, ameinuliwa sana na vazi lake limejaa pale, kusema malaika ambao wanamzunguka. This vision he saw high lifted up, his throne was way above every earthly domain. Na wakati aliona hili ono na Mungu ameinuka, ilikuwa ni juu ya mamlaka zote za ulimwengu. God, that is the one who was supposed to look at when he was in the vision. Na alifaa kuwa anaangalia huyu wakati alikuwa katika ono. Ni kusema ya kwamba alikuwa anaangalia mtu asiyefaa, alikuwa nafaa angalia huyu kila wakati. Alikuwa nafaa angalia huyu kila wakati, lakini hakuwa anamuangalia, alikuwa anaangalia mtu ambaye atakuja kuanguka mtihani baadaye. Sasa tukija kwetu sisi kama waaminio, jambo la kwanza elewa ya kwamba ni Mungu anakuweka katika nafasi yako. Huwezi kujiweka katika nafasi yoyote. Mungu ndiye anakuweka katika nafasi yako, na alifanya hivyo kabla ya misingi ya ulimwengu, na kazi yetu ni kutambua hiyo nafasi ni gani. Tunafaa kutambua nafasi ni gani, usiingie katika nafasi isiyo yako. Na Mungu amekutengeneza kwa njia fulani. Mungu amekutengeneza kwa njia fulani, amekukata kwa njia fulani ili uweze kufanya kazi fulani katika mwili wa Bwana. You are cut out in a certain way. Kwa hivyo sio kila kazi unaweza kufanya, kwa sababu umetengenezwa kwa njia fulani. Nabii anasema you are cut out in a certain way for a certain work in the body. Umetengenezwa kwa njia fulani uweze kufanya kazi fulani katika mwili wa Bwana. Na si kwa sababu ya hamu. Usiongozwe na hamu kufanya hiyo kazi, lakini uhakikishe ni Mungu amekuongoza katika hiyo nafasi. Na ukipata mahali hapo, usalie mahali hapo, udumu mahali hapo, ukimtendea Bwana kazi. You abide in your position. Usipopata mahali hapo lakini uko katika kazi, basi utakuwa ukimfanyia Mungu kazi bila mapenzi yake. Kwa hivyo hiyo kazi utakuwa ukifanya si kazi ya Bwana, ni kazi yako lakini kwa jina la Bwana. Sasa tunatakiwa tufanyie Mungu kazi kulingana na mapenzi yake. Na kanisa la Mungu halitakuwa na udhaifu kwa sababu kila mtu atakuwa katika nafasi yake. Udhaifu unakuja wakati mwingine kwa sababu watu wote wanataka wafanye jambo moja. Tunataka tufanye jambo moja kwa sababu tunaona tukifanya hivi tutaheshimika sana. And we are going to get many mentions. Tutakuwa tukitajwa mara kwa mara pale kanisani. Dunia ndio inafanya hivyo. Na kanisa la Mungu aliye hai si Hollywood, na hii si catwalk ati mahali ambapo tunaenda tuonekane. Hapa ni kazi ya Bwana. Hapa ni kazi ya Mungu aliye hai. Is that true? Umetengenezwa kwa njia fulani na mwingine kwa njia tofauti. Hatufanani kabisa, lakini sisi ni wateule, but hatufanani kabisa. God is a God of variety. Wewe fikiria kama tungefanana kabisa kwa kila njia. Ingekuwa monotonous. Unajua monotonous ni jambo unaliona na kwa sababu hakuna lingine ni hilo tu unachoka. Lakini Mungu hajafanya hivyo. Kuna watu hawaongei sana na ni wateule wa Mungu. Kuna watu wanaongea sana, hakuna kunyamaza na ni wateule wa Mungu. Naona jambo hilo. Kama wote wangekuwa wa kuongea, nani atasikiza? Na kama wote ni wa kunyamaza, nani ataongea? Mungu ni Mungu wa variety. Ili mradi wale wanaongea sana, waongee yanayofaa. Na wale wananyamaza, isiwe ni unafiki. Ndio wananyamaza kwa sababu ya unafiki. Mtu akae katika hali yake ambayo Mungu amempatia. Kwa sababu ni Mungu wa variety. Unaona? Na siku ya leo tumeona nini?
baada ya Laodikia kufa. Laodikia imekufa. Kama vile Uzia alipigwa na ukoma na akafa, baada ya Laodikia kufa Mungu anajifunua. Tumemwona Mungu ameinuliwa kule angani. We have seen the mighty God unveiled, exalted. Na ni lazima tuanze kutubu na kukiri baada ya kuona Mungu ameinuliwa na ametukuka namna hiyo. Unaona jambo hilo? Na baada ya kuona jambo hilo, tunatakaswa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Vile Isaia alitakaswa kwa makaa kutoka madhabahu ya Mungu, tunatakaswa baada ya kuona Mungu mkuu sana ameinuliwa. Tuna hili wingu, na huyu ndiye mfalme halisi. Lazima sasa huduma yetu iweze kuwa kama ya maserafi ambao wanajifunika kwa mabawa 6. Wanakuwa na kicho na kunyenyekea na kuwa katika kazi ya Bwana. Lazima tuwe hivyo. Jambo la kwanza, tunaungama. Uwepo wa Mungu ukija miongoni mwa watu, hakuna kurukaruka, hakuna kujiinua, ni kuungama ili tuweze kutakaswa. Mungu anakufanya uone ukiwa mdogo sana akija miongoni mwa watu. Na anakufanya mpaka dhambi ambazo huko unaona katika maisha yako uweze kuziona. Analeta consciousness. Unaona? Unapata ufahamu wa dhambi ambazo huko unaona, anafanya zionekane ili uweze kutubu. Kwa sababu ndani yake hakuna dhambi. Na unakiri, na baada ya kukiri Mungu analeta ubatizo wa Roho na moto ili aweze kukutakasa, akuingize katika kazi yake. Unaona? Neno lihuishwe, uingizwe katika kazi ya Bwana. Na kazi ya Bwana si kusema ni kuhubiri. Sio kila mtu anaweza kuwa mhubiri. Na hata hivyo hakuna ndugu ama dada ambaye hana nafasi. Sikia vile nabii anasema katika ujumbe mmoja. Anasema ya kwamba labda ndugu ni mechanic, fundi wa magari. Na anajazwa na Roho Mtakatifu awe anadhihirisha Kristo hapo akitengeneza magari. Hiyo ni nafasi yako katika Kristo. Mechanic ambaye anadhihirisha Kristo, ndio ni nafasi yako. Mwingine anajazwa na Roho Mtakatifu aweze kuwa mke nyumbani. Housewife. Yuko pale anaangalia mambo ya watoto, mambo ya mume, mambo ya nyumba. Naona, na ni kazi ya ajabu sana. Lakini siku ya leo yule mwanamke anainuliwa sana ni yule anafanya kazi katika kampuni, na yule ambaye ni housewife anadunishwa. Kwa sababu hiyo ni standard ya ulimwengu. Nabii anasema unajazwa kwa Roho Mtakatifu uweze kuwa mkulima. Mkulima aliyejazwa kwa Roho Mtakatifu. Ili ukiwa katika mazingira hayo unadhihirisha Kristo kwa wale watu ambao unatangamana nao. Nafasi yako ndani ya Kristo. Mwingine ni deacon katika nyumba ya Bwana. Mwingine ni mhudumu, mwingine ni mwimbaji. Kila mtu anawekwa katika nafasi yake. Unaona? Na unawekwa katika utaratibu wa kiungu. Na hakuna kitu ambacho kinaenda mrama katika kanisa la Mungu aliye hai. Na haitakubidi kwenda kwa watu wa madhehebu kutafuta msaada wa kiroho. Kama vile mfalme Ahija alifanya kosa la kutumana nchi nyingine ya Ekron kuuliza miungu ya sanamu kama atapona baada ya kuanguka. Na alikuwa anajua kuna nabii katika Israeli ya Elia. Na wakati ametuma hao wajumbe wake, Elia akaambiwa na Mungu, nenda ukutana na wale watu. Na waulize, huyu wanatumana kule kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli. Si huku ni kudharau Mungu. Mwambie, rudi muambie atakufa. Na wakati wamerudi haraka sana, mfalme anauliza, mbona mkarudi haraka namna hii? Tumekutana na mtu akatuambia hivi na hivi. Alikuwa ni mtu wa aina gani? Amevaa ngozi ya mnyama. Akasema, ni Elia. Kumbe alikuwa anajua kuna Elia kila wakati. Na anatumana kule kumdharau Mungu wa Israeli. Na akafa. Kwa sababu msaada ambao tunahitaji wa ndugu na wadada uko miongoni mwetu. Kama ndugu mmoja zamani akaniambia, yani ndugu anakuwa na amnesia, akaniambia, ndugu unajua, sasa mimi kuna ndugu mmoja huwa nikipata shida ninaenda kwake, ninatembea, na alikuwa ananiambia hivyo. Alafu tunaweza kuwa na intercession, tunaweza kuwa na uombezi, tunafanya maombi kwa pamoja. Huyo ndugu ni mwenza wangu katika maombi, is my prayer partner. Na nikachunguza, nikaona alikuwa ananiambia juu ya Mokorino. Nasema Mokorino ni prayer partner. Hiyo ni kwenda Ekron. Baadaye aliingia kwenye shida nyingi sana huyo ndugu. Kwa sababu ya kwenda Ekron, aliingia kwenye shida nyingi sana. Tunatakiwa kujua wakati Mungu analeta alignment ya kanisa lake na kila mtu anawekwa mahali pake, hakuna kitu kinakosekana cha kiroho. Hakuna. Na Mungu anataka harmony, uwiano
ili asababishe wale waliolala ndani ya Kristo waweze kufuka. Nasi ambao tumesalia hapa, mili yetu igeuzwe iungane na mili yetu ya neno, tunyakuliwe pamoja na mawingu tumlaki Bwana hewani. Anataka kuona ule uwiano, ile harmony ikiwa miongoni mwa kanisa lake. Wakati wetu umeisha, wacha tuombe tuingie katika devotion. Baba yetu, kwa jina la Yesu Kristo, tunakupatia sifa na shukurani, na tunasema wewe ni Mungu peke yako na unastahili ibada yetu kila wakati. Ninaomba utusaidie tuweze kutakaswa kwa moto wa Roho Mtakatifu baada ya kuona Mungu mkuu anayefunuliwa miongoni mwetu, na tuweze kuwekwa chini ya nguvu zako, chini ya himaya yako Bwana. Tuweze kuwa Bwana mstari mmoja nawe, ili ututumie kutekeleza mapenzi yako hapa duniani. Kusiwe mmoja ambaye Bwana atakuwa nje ya utaratibu, lakini tuweze kuwa chini ya utaratibu wa kiungu, kituongoza Bwana kama utakavyo. Tusamehe dhambi zetu na hatia na makosa kwa kila njia. Mahitaji yetu na yajua, yashughulikie. Wagonjwa wote uwaguze na uondoe maradhi katika miili yao. Maana tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo.